haya sisemi kwa maana ya kuponda. Acha watu watakhasas katika masala ya hadithi, lakini wanatakiwa wafahamu wao sio watoa fatwa kwenye hadithi. Anaamini mtu kwa kuihifadhi hadithi ndio kashaelewa muhtayawati alhadithi. Watunaambiwa sio kila aliyehifadhi maneno ya wanawavyuoni ni mwanawachuoni. Unaweza ukahifadhi maneno ya wanawavyuoni chungu mzima, ikawa hata neno moja unaloelewa kusudio hamna. Nikupongeze Sheikh Abdallah, na Mungu akunyanyue ili tusaidie umma. Mmoja katika matabi alipata kusema, wa inna min afati dunya katharata alqurra'i wa qillata alfuqaha. Katika moja ya majanga makubwa yanayoutafuna ulimwengu, wasomaji wa Qur'ani ni wengi, wanaojua sheria ni wachache. Lakini pia ni muombe Sharif Sheikh Abdul Qadiri azidi kumshika kijana yule, kumuongezea maalumati na hekima za maalumati. Lakini la pili, niseme na talabatul ilmi, nilikuwa namwambia mtu mmoja pale wakati anaongea huyu Maulana nani, Sheikh Omar vile, nilimuuliza huyu mtu wa wapi, sio Kigoma wewe? Akanambia mwenyewe, akasema alhamdulillah, alitaja mubtadiina. Kawa naongea na Sheikh Abbasi katika jumla ya jambo linalotutafuna sisi mashanta wa elimu wa wakati huu. Kwanza tunatakiwa tukubali si mashanta. Shanta. Mpiga debe. Nilikuwa namuuliza Sheikh Abbas, wasomaji wa sasa wengi ukisikia anamuita mtu wa bid'a, atakuwa mtu wa maulidi, atakuwa mtu wa itima, atakuwa mtu wa kusoma kunuti, sala ya subhi. Lakini waliosoma kweli, hivyo ndivyo walivyoelewa. Nikamuuliza neno Sheikh Abbas, salafu na salihun wamelitumia hili neno mubtadiuna. Sisi pia twalitumia kuwaita watu wa hetima, maulidi, watu wa kunuti alfajiri. Kwani wakati ule maulidi yalikuwepo? Kwani wakati ule wa salafu na salihuna hitima ilikuwepo? Kama haya ya kuwepo, waliokuwa wanaitwa mubtadiuna ni akina nani? Ikiwa neno lilikuwepo lakini jambo lenyewe halipo, waliokuwa wakiitwa ni akina nani? Juzi nilimsikia mtu katika kutaja watu wa bid'a akamtaja mtu anaitwa Bishrul Mirisi. Tuulize, Bishrul Mirisi ni nani? Mtu wa bid'a. Na gomvi lao lilikuwa kwenye nini? Yule ni Mu'tazila, na gogoro lao lilikuwa katika masailu la aqida. Uko sitaki kwenda, lakini kidogo nawatia mzuka. Mimi moja katika sababu ya kumpenda sana huyu shekhe ni mwanachama mwenzangu wa kuchelewa kulala. Huyu bwana mkubwa nimefuatilia usiku wa halali kwa sababu ya kupitia masala. Nimefuatilia sana kwa watu wake wa karibu. Sisi hatuwezi kujua kusoma. Kwanza ala za kutosheleza hatuna.
Manake unaweza ukamiliki vitabu vingi, lakini vyombo vya kuelewa hivyo vitabu unavyo. Siku moja nilikuwa ninamuuliza mtu mmoja, kwa mfano tunachomekea turejee kwenye fiqh. Wajina wangu Sheikh Muharram jambo lake anajua, na uko kwenye hadithi ilipozungumzwa i'tidali, wa huwa al-audu ala ma kana alayhi qabla ar-ruku'i. Kwa nini ya kusema al-audu ila iwe al-audu ala? Tafsiri inakuwa moja. Hivi ni al-audu ila au al-audu ala? Zana hizo katwalini talabatul ilmi wenzangu, mutoke na majibu. Kwa nini haikuwa ila iwe ala? Na ikija mahala pengine ikatumika ila, inakuwa ala al-asli au inakuwa ni tadhmin? Kusoma kunahitaji ujitahidi kusoma vile vihonjo vya kukufanya uelewe. Na ndiyo maana tunasoma sisi talabatul ilmi lugha ya Kiarabu. Unalisoma neno dharaba, wanatufundisha maana yake amepiga, lakini unakwenda mahala unakuta dharaba fi, sio kupiga tena, kuonesha kumbe kuna vitu unatakiwa uvijue. Kitu hiki kikikaa pale kinakwenda kubadilisha maana ambazo zinaitwa sila. Wa idha dharabtum fil ardhi, usije ukachukua ngoma ukawa unapiga. Hii ni safari. Raghiba fi, raghiba an, vitu kama hivi. Kwa hiyo talabatul ilmi, kwanza na kuombeni ili tufaulu, tukubali nafasi yetu. Sisi ni nani? Tukiwa twajijua sisi ni talabatul ilmi, halafu tukajifanya kwamba sisi ndio manguli wa elimu, ni chanzo katika vyanzo vya kwenda kupotosha watu. Kanuni ya sheria. Ndugu yangu hapa alikuwa anataja vitu vya kiusuli. Alhukmu waridul haja, ndio kanuni. Alhukmu waridul haja. Siku zote hukumu huwa inaletwa na mahitajio. Akataja huyu bwana wakati ule, kwani picha hiyo tasiri ilikuwa na sura ngapi? Ima kuchora, ima kuchonga kama wa Makonde. Akalichukua jiwe, akalichukua gogo, akalichonga, akatoa kitu. Leo zimekuja hizi na zinazofanana na hizi. Tunaposema kwa ujumla kupiga picha zote ni haramu, je, swali linakuja, inakuwa ni judgment kwa mujibu wa nasun sahihun sarihun au wa nasun bil ijtihadi? Ikiwa nasun bil ijtihadi, kanuni inasemaje? Al-ijtihadu la yunqadhu bimithlihi. Maana yake baki na mtazamo wako na huyu abaki na mtazamo wake. Kanuni ya sheria, al-ijtihadu la yunqadhu bimithlihi. Kumbe ni masala katika masailu khilafia, jambo lenyewe ni jambo limekuja kwa mujibu wa ijtihadi. Narudia, tusomeni sana sheria. Pamoja na kuwa ningewaomba talabatul ilmi wenzangu, tusome sana masomo ya lugha, msingi wa kwenda kutengeneza hiyo sheria. Tuna shida huko, tunayasikia namna gani wanavyofasiri. Unauliza, huyu hiki hajakiona kweli? Huyu hiki hajakiona kweli? Kwa mfano kitabu cha Mabadiul Fiqhiyya, anauliza wajibu ni nini? Akasema alwajibu huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yuaqabu ala tarkihi. Hakusema ma yuthabu ala fa'ilihi. Ili kwenda sawasawa kama mwalimu wa fiqh, usiwaongopee watoto wa watu, uijue hii ala imekuja kufanya kazi gani. Mtu mmoja alikuwa anapenda kuniradi, akasema tukikutana kwenye mdala usiniulize hii wau gani, nitakuuliza. Ukiongopa nitakuuliza. Uijue ala iliyokaa hapa ni sababia.
hulipwa au hutolewa thawabu kwa sababu ya kulifa. Utatoa tafsiri sahihi. Ujue ala gani? Kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Siku moja nilisema, nilimsikia mtu mmoja tena ile TV yetu ile ya Tanzania TBC, amesema mmeandikiwa nyie kisasi katika kuuana. Haiwezekani Sheikh Mwaita, katika kuuana. Fil qatla ni jamu ya qatil, na fi ni sababia, kwa sababu ya ndugu zenu waliouawa. Hebu tufasirie vitu tusikie raha, usituchomekee tu afu tukakuacha. Haiwezekani. Ukiongopa, si tutasema unawaongopea watu. Watu wa mantiki wanasema man hurimal usula hurimal usula. Soma hivyo, siseme usulu, soma hivyo. Naibu faili kajificha hapo, ni dhamiri ambayo inarudi kwenye man. Yeyote ambaye kanyimwa misingi ya lile analolifanya, tafsiri yake atanyimwa kufikia kwenye lengo. Ukiwa mfanya biashara, lazima ujue misingi ya biashara. Watujaru shi'aruhum sidqu, moja katika alama ya wafanya biashara na sera zao kuwa wa kweli. Unaweza ukapewa biashara hujatoa senti 10 kwa sababu ya uaminifu. Mfanya biashara wewe ukiwa tapeli, sio muaminifu, unafeli. Na elimu nayo ina misingi yake. Ukinyimwa misingi huwezi kufika. Mzee wetu ukifuatilia, juzi nilikuja hapa, nilikuwa na kikao na Sheikh Nuruddin, kisha nikaenda kumwamkia. Kanitolea vitabu 3 kuonesha anachokifanya anajua, huwa asemi kwa matashi. Hebu soma hapa mpaka hapa. Umeona nini? Pitia hiyo. Anakuonesha neno. Umeliona hili neno lilivyokaa hapa? Yani kuonesha hafasiri ile Nkuru Jumaina Kindengereko jumla. Anakwambia umeliona hili neno lililokaa hapa hili? Manake ujue hili neno limekuja kutengeneza kitu. Tunahitaji watu mfano wa shekhe. Anakwambia kitu wewe mwenyewe unakinai. Hakuna ubabaifu. Kwa hiyo niwaombe vijana wenzangu, tuwe makini sana. Tusome sana sheria. Huu wakati sina maana tusisome mambo ya wanaokwenda kusoma nje wakatakhasas katika hadithi na nini, lakini kwa wakati tuliokuwa nao tunawahitaji sana watu wa sheria. Tunawahitaji sana, tumekwama. Nilisema neno liliwaumiza watu kwamba leo fundi basikeli anakwenda kukagua injini ya gari. Shida. Kuna watu ile neno likawakera. Lakini ni kweli, wewe umesoma nini? Na hiki unachokingangania na kukitolea fatwa haki yako? Mbona kwenye sekula wanaheshimiana? Mtu aliye specialize katika mambo ya science uwezi kumuona anakwenda kungangania kwenye Kiswahili, sio jambo lake. Atil qausa bariha. Tukienda kuwinda, upinde na mishale mpe ambaye ni mtaalamu wa hilo, sio kwa sababu wewe imamu tukupe wewe kazi yako kuswalisha. Tutakosa kitoweo porini. Wewe swalisha, tukifika kwenye kuwinda anawinda huyu. Tugawana. Mungu kajisifu ndani ya Qur'ani, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Anataka kutoa darsa kwetu, yeye ni muweza wa kila kitu, lakini akaweka malaika, wewe kazi yako kuua, wewe simamia mvua, wewe jua. Kwani Mungu si angefanya mwenyewe kila kitu? Lakini aligawa haya. Sio maana yake hawezi, ni kutoa darsa kwetu. Walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli mathalin wa kana alinsanu akthara shay'in jadala. Leo mtu akikosea jambo fulani muqata'a, lakini angalia Mungu katika toba hakuwaita Waislamu, kawaita waumini. Waumini ndio wanaokosea. Ya ayyuhalladhina amanu tubu walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka. Sitaki kucheza na hiyo kafu. Idhalamu, mimi nipo kwenye idhalamu. Ile wao idhalamu ni nani? Hao wao idhalamu. Na nini maana ya dhulma kwa mujibu wa tafsiri? Ulama utafsiri hapa ni nini? Walau annahum idhalamu, nani innahum? Hao hiyo wao nani? Sijui wanafunzi wenzangu mnanielewa? Hii misheo kuishaelewa. Sisi huko akina kalla dhalla. Maana yake anayekosea ni Muislamu.
walaula dhunubu lama fataha Allahu baba tauba. Sasa mtu kakosea tu ayumo, angebaki mtu kwenye dini? Kwa wanafunzi wenzangu, tupunguze mihemko. Mimi na maneno yangu kule kwa wanafunzi wenzangu wanawaambia, da'il ilma yajri ala manahiji, elimu iache tembe yenyewe kwenye njia zake. Acha miguvu yako, iache elimu yenyewe itasema. Mwisho ni waombe mashehe, tukiongozwa na mwalimu wetu Sheikh Abdul Qadir, tusichoke kuelimisha jamii. Kutukanwa, kusemwa ni ishara kazi unafanya vizuri, na ni ishara kwamba uko timamu. Chizi hana maadui, mwehu hana maadui.